chombo chema. Amen. Chombo chema. Ni kwako wewe mwenyewe ujiangalie na ujielewe, ujiulize na ujifahamu vyema kuwa wewe ni chombo cha aina gani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo tunataka kujifunza kuhusu chombo. Na chombo ambacho tunajifunza mahali hapa ni chombo chema kimfaasho Bwana. Amen. Na chombo kitu cha kwanza ni kifaa ambacho huandaliwa au kutengenezwa ili kufanya kazi fulani. Si kweli? Kwa hiyo ujue kwamba ninapoongea kuhusu chombo, ninaongea kuhusu wewe ambaye ni chombo ama kifaa kimetengenezwa ili kutumika ama kufanya kazi fulani. Amen. Kwa hivyo ninapoongea kuhusu chombo, hiki kifaa ambacho nakiongelea leo, ujue kwamba ni wewe. Na ikiwa basi unajifahamu na kujielewa vizuri, siku ya leo utachukua hatua ya kufanya kitu kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wacha tuingie katika neno katika kitabu cha Timotheo wa pili. Kifungu cha pili mstari wa 20. Inasema namna hii: basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaasho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante asubuhi ya leo Bwana. Nani aliye kama wewe Bwana? Daudi anauliza nani aliye mwamba kama wewe? Asubuhi ya leo tunasema ni nani aliye mkuu kama wewe Jehova Bwana? Wewe Mungu unazungumza na maisha yetu, zungumzani na mioyo yetu siku hadi siku. Tunakutukuza siku ya leo tunapoenda kujifunza neno hili. Wacha Jehova Bwana mioyo yetu ikapokee kutoka kwako, ikajifunze kutoka kwako. Naomba Bwana ufunuo kutoka juu mbinguni. Naomba mwelekeo kutokao kwako Jehova Bwana. Tusaidie kulijua neno lako, kulifahamu na kulitenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Paulo alipokuwa akiandikia Timotheo kuhusu vyombo, aliweza kumtofautisha na akamwambia katika nyumba kubwa havimo tu vyombo vya aina hii na hii. Alisema havimo tu vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali kuna vya miti na kuna vya udongo. Anasema kwamba vingine vina heshima na vingine havina. Lakini katika haya yote vyote vinaitwa vyombo, na vyombo hivi vyote vinatakikana na vinahitajika katika hiyo nyumba. Amen. Maana ni vyombo vya nyumba. Amen. Na katika vyombo hivi Paulo kuna kitu anamwambia Timotheo. Na Paulo siku ya leo ni anasimama kwako na Timotheo wewe, anakujulisha kitu kuhusu hivi vyombo. Amen. Vyombo hivi ni wale watumishi, wale watu ambao wamejiandaa ili kutumika na Mungu katika kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposema havimo vya dhahabu na fedha tu, inamaanisha dhahabu na fedha vina heshima, lakini miti na udongo havina heshima. Lakini mbele za Mungu vyote ni sawa. Amen. Ili chombo kukua dhahabu ama kukua fedha ama kukua miti ama kukua udongo, vyote vinamfaa, vinakifaa hicho chombo kijiangalie, kijitengeneze, kikue kile kinachotaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema vingine vina heshima na vingine havina. Lakini katika hali hii anasema kwamba chombo ambacho kitajitakasa, amen, chombo ambacho kitajitakasa kitapata heshima. Amen. Kwa hiyo chombo cha fedha ni aina ya mtu ambaye amejijua na akajielewa, akajitakasa ili akawe chombo cha kuheshimika kama vile dhahabu na fedha. Amen. Chombo ambacho kimejitenga na mahofu
ambacho kimekaa kulingana na mapenzi ya Bwana, ndicho chombo ambacho kitapata heshima mbele za Bwana. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba ndicho chombo kimfaacho Bwana katika kazi yake. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe siku ya leo ni chombo gani? Je, wewe ni miti? Je, wewe ni dhahabu? Wewe ni fedha? Wewe ni udongo? Vyote vinakubalika machoni pa Bwana. Lakini hili ukuwe kile chombo ambacho kinamfaa Bwana kwa kazi yake iliyo njema. Lazima kuna mahali utahusika. Amen. Na mahali ambapo utahusika ni pale ambapo utajua kwamba mimi nimechagua kuwa chombo dhahabu. Mimi nimechagua kuwa fedha. Mimi nimechagua kuwa udongo ama miti. Amen. Kwa hiyo mahali utahusika ni kuangalia, je, heshima ya dhahabu ina mtu anayetafuta kwa kiwango gani? Au anayetafuta kwa njia gani? Amen. Na je, heshima ya udongo na miti itapatikana kwa njia gani? Amen. Na hapo ndipo utatengeneza ukuwe chombo kile wewe mwenyewe unachokitaja kimfaacho Bwana kwa kazi yake iliyo njema. Amen. Haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja, si ndio? Nafikiri kuna kitu nashika. Wewe asubuhi ya leo Mungu hawezi kukufanya chombo cha heshima kuinuka na kusema kutoka leo, halo mbinguni. Halo mbinguni. Halo mbinguni. Amen. Aseme leo hii Matthew na mfanya tu chombo cha heshima. Mungu hawezi kufanya hicho. Kwa kuwa mwanadamu kuna mahali ambapo anafaa kuhusika kabla Mungu amtendee. Amen. Ndio maana Jumapili tunafunza ya kwamba Yesu alisema njooni. Amen. Usiku alichukua hatua ya kuja, Yesu hawezi kukueleza na kumwambia kutoka leo nimekufanya chombo. Mpaka anapokuita na wewe uchukue hatua ya kuja ili akufanye. Na kuna kanuni na kuna yale maagizo ambayo Mungu anampa mtu ili akutengeneze kile anachotaka kuwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakumbuka vizuri ya kwamba ukishangua uzima utaishi. Amen. Kwa hivyo kuna chaguo la mtu ili kuishi. Kwa hivyo kuna chaguo la chombo ili kupata heshima. Amen. Watu hapo wote ambao ni vyombo vya Bwana, siku ya leo nataka tutambue na tuelewe kitu kimoja, ya kwamba Mungu wetu anataka kwa mwenyewe uchagulie ni chombo gani nataka kuwa, na hicho ndicho atakachokufanya. Halo? Paulo anasema namna hii. Sikia. Anasema hivi, mstari wa 21. Basi ikiwa mtu amejitakaza kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Amen. Kazi iliyo njema inafanya vyombo vilivyo vyema ambavyo vimetengenezwa vyema, ambavyo vimechukua hatua ya kuwa vile vyombo vyema. Kwani ameweka wimbo wa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa unataka kuwa chombo kilichotengenezwa kilivyo chema kwa kazi iliyo njema, lakini lazima uhusike na ugharamike ili kuwa kile chombo ambacho unataka kuwa. Amen. Uinjilisti mwenye atafanya kazi iliyo njema ya uinjilisti lazima ashague kujitakaza na kujitenga na uovu ili afanye uinjilisti anayefaa katika kazi hiyo njema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji ni chombo. Mchungaji ambaye anataka kuwa chombo cha heshima lazima ahakikishe amepata kanuni hizi ya kwamba mimi nimejitakaza, nimejitenga na uovu ili nikafanye mchungaji aliyo mema kwa kazi iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana? Tunaelewana, si ndio? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi utakuwa chombo, si kuomba heshima. Utakuwa ni chombo ambacho Bwana mwenyewe amekiheshimisha. Amen. Kwa hiyo ili Mungu kuingilia na kukuheshimisha, unafuata kanuni zake.
Anasema nini? Wacha tuone nini anasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 36. Tulisoma tu Jumapili. Tunakumbuka. Tunakumbuka sisi wote. Nilisema nini? Inasema namna hii. Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 16. Kwa hivi ni kuagizavyo leo kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka. Amen. Upate kuwa hai na kuongezeka, lazima ufuate kanuni za Bwana. Na kanuni ya kwanza ni kumpenda Bwana, kuenenda katika njia zake, kufuata maagizo yake, kufuata sheria na hukumu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo basi utakuwa umechagua lililo jema ili ukaishi. Amen. Kwa hiyo mtu afuataye maagizo, sheria, kanuni na hukumu za Bwana, anayeenda katika njia za Bwana, mtu yule hawezi kosa heshima yake. Amen. Hicho kitakuwa ni chombo ambacho chenyewe kimejitenga ili kuhakikisha kwamba hii ifanywe na mimi nitafuata hii. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unashika kitu. Nashika kitu. Niseme kama Simon. Hii kitu inaisha. Amen. Nipigie makofi. Hata hawezi kunipigia makofi. Hiyo sasa nitakiangalia. Basi pigie makofi. Amen. Musa anapoandika anasema ya kwamba anawaambia watu ya kwamba lazima kwanza muenende katika njia za Bwana, mfuate maagizo ya Bwana, mshike amri na hukumu zake, ili mkaishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hili chombo kikaishi maisha ambayo ni mazuri, ni mema, ya hiyo heshima. Amen. Lazima kifuate kanuni. Halo. Kwa hivyo mtu ndiye anayetangulia ili akaweza kufanywa kuwa chombo cha heshima mbele za Bwana katika nyumba ya Bwana. Anasema havimo tu vyombo vya dhahabu na fedha, ila na vya miti na udongo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome kidogo kitabu cha Isaya 51 nikuambie kitu. Umeweza kufanya chombo na sasa umetengenezwa. Isaya 51 hadi wa kwanza inasema hivi: nisikilizeni ninyi mnao ifuatia haki, ninyi mnaotafuta Bwana, uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa, na tundu la shimo ambalo mlitolewa kushimbuliwa. Amen. Unapofanya chombo, unapopata heshima, usije ukasahau siku uwezo wako na nguvu zako na bidii zako. Ukumbuke mwamba uliotolewa kwa kuchongwa. Ukumbuke shimo ambalo ulishimbuliwa. Amen. Tunaelewa na wewe? Yaani Mungu amekufanya kuwa chombo cha heshima kwa kufuata maagizo yake, sheria na kanuni zake, si ndio? Kwa hivyo Mungu anakuambia kitu kimoja, ya kwamba ukumbuke jambo hili, ya kwamba ukumbuke mwamba ambapo ulitolewa kwa kushongwa. Ukumbuke shimo uliotolewa kwa kushimbuliwa. Yaani ukumbuke mahali Bwana alikutoa kabla ya kuwa hicho chombo cha heshima. Halo. Amen. Na ukija kukumbuka hayo, hautasahau ya kwamba heshima hii sio kwa jitihada zangu, sio kwa bidii zangu, ni kwa sababu kuna gharama zili
kuniingia. Japokuwa nilifuata maagizo, nikafuata sheria, nikafuata hukumu zake, akanikubali. Lakini hapo kujia kwamba mahali nilipokuwa ilikuwa ni katika mwamba, ambapo palikuwa mahali ambapo singejitoa. Kwa hiyo mwamba nilikochongwa, nilikotolewa kwa kushongwa, nafaa kukumbuka. Na shimo ambayo nilitolewa kwa kuchibuliwa, nafaa kukumbuka. Amen. Kwa hiyo anatujulisha kwamba atakapofanya hiki, maana lazima tutapata heshima. Amen. Utapata heshima. Hiyo heshima hautaitumia. Halo. Hautaitumia kwa jinsi isiyofaa. Hapa kwa kujipiga kifua kana kwamba wale wengine hawafai. Utakuwa ni mtu nakumbuka mahali ulitoka ukipata hii heshima. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa pamoja, kama kwa pamoja piga Yesu makofi. Amen. Kwa hiyo Isaya anajua neno hili vizuri, ya kwamba mimi kuwa nabii na nataka watu wajue kwamba sina cha kujisifia. Heshima hii sio kwa sababu yangu. Nilipohasha maovu nikajitakaza na nikakaa katika njia ya Bwana, ndio nimepata hii heshima. Na siwezi kusahau, ninakumbuka mwamba ambapo nilitolewa kwa kuchongwa na shimo ambapo nilitolewa kwa kushibuliwa. Amen. Halo. Wewe kwa kuwa unaenda kufanya chombo hicho, kwa kuwa umejua ni kufuata maagizo ya Bwana, kwa kuwa umejua ya kwamba mimi leo nimechagua kuwa chombo chenye heshima, wakati unaenda kufanya nini? Amen. Basi ukumbuke mwamba ambapo ulitolewa kwa kushongwa. Ukumbuke shimo ambalo ulitolewa kwa kushibuliwa. Amen. Ujue kwamba kuna gharama ilitumika mahali pale kwa kushonga wewe kutengeneza jinsi ulivyo. Amen. Pe Yesu makofi. Amen. Anataka kumalizia Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kufanya kwa chombo cha heshima, sikiliza Yeremia 51:20. Uone vile Mungu alivyo mwema na alivyo mzuri. Amen. Yeremia 51 mstari wa 20 mpaka wa 23. Nasema hivi. Nani aliandika? Wazee wanaenda pole pole. So, okay, wacha mimi nimefika. Mstari wa 20 nasema hivi. Wewe urungu langu na silaha zangu za vita. Kwa wewe nitawavunja mataifa, na kwa wewe nitaharibu falme, na kwa wewe nitavunja farasi na yeye apandaye, na kwa wewe nitalivunja gari la vita na yeye ashughuliwaye ndani yake, na kwa wewe nitavunja mwanamume na mwanamke, na kwa wewe nitavunja mzee na mtoto, na kwa wewe nitavunja kijana mwanaume na kijana mwanamke, na kwa wewe tuelekea sasa, na kwa wewe nitamvunja mchungaji na kundi lake, na kwa wewe nitamvunja mkulima na jozi yake ya ng'ombe, na kwa wewe nitawavunja maliwali na maakida. Amen. Pigia Yesu makofi nikwambie kitu. Anapokufanya chombo cha heshima Bwana, kifaacho kwa kazi yake iliyo njema, anakutumia yeye mwenyewe. Amen. Ndio maana anasema sasa kwa wewe nitatenda haya mambo yote. Hakuna kitu umebakisha. Kile umebakisha ongezea. Amen. Ukisikia kuna kitu umebakisha, ongezea. Halo. Na kwa sababu hauna uwezo wa kuongezea, hakuna kitu Bwana amebakisha. Wewe unamaanisha Mungu ana kusudi, ana sababu ya kukufanya wewe kwa hicho chombo chema kifaacho kazi yake iliyo njema. Amen.
unapokufanya na umetengenezeka, umekuwa chombo kinachofaa kazi yake, anaanza kukutumia. Amen. Kwa hivyo Yeremia anajulisha watu ya kwamba kwa kuwa umekumbuka mahali ulitoka, kwa kuwa umeacha uovu, kwa kuwa Mungu amekutengeneza umekuwa chombo chema kimfaacho yeye kwa kazi yake iliyo njema, sasa anaanza kukutumia kufanya hiyo kazi njema. Amen. Anaposema kwa wewe nitafuja, kwa wewe nitaharibu, kwa wewe inamaanisha kwamba yeye mwenyewe katika ile kazi iliyo njema ndiye anakutumia, si wewe unajitumia. Halo? Tuko pamoja? Tuko pamoja eh? Kwa hivyo leo hii unafaa kujua kwamba niko na nguvu za kuvunja, niko na nguvu za kuharibu, na niko na nguvu za kila aina za kiungu kutenda chochote kile ambacho cha Mungu. Kwa kuwa sio mimi, ni yeye ananitumia. Anasema kwa wewe. Mpe Yesu makofi. Lakini kwa nini mambo yakija, mambo yakiinuka, tunaanza kuangalia wako wapi? Basi leo nataka nikujulishe, ikiwa umejitenga na uovu, ikiwa umeenda katika njia za Bwana, ikiwa umekaa mbali na uovu wote, na ikiwa Bwana amekufanya kwa chombo, unafaa kuchukua hatua ya kwamba mimi nitasimama ili kupigania boma yangu, nitasimama ili kupigania familia yetu, nitasimama ili kupigania watoto wangu, nitasimama ili kuhakikisha kwamba hakuna chochote kitakachosimama mbele yangu. Kwa sababu gani? Sio mimi, ila ni yeye aliyenifanya chombo ili nikatumike kwa kazi yake iliyo njema. Amen. Kwa namna gani? Kwa namna gani? Mungu anaposema nikiwa na wewe, anasema kwanza wewe usilaha ya vita. Wewe kuhumla. Amen. Kwa kijana anajua kwa sababu ya. Kwa kuna sio ile anasema ningewaonyesha. Ningeandika mtu mmoja hapa. Ndio nionyeshe vile Mungu anafanya. Amen. Kwa kuwa hivyo wacha tuachane naye. Kijana alisema chana naye. Si sawa? Jua hii hata nimepata. Amen. Hata nataka mpigwa. Kipindi niko nacho mpigwa ndio natafuta. Ameniangalia vibaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anapokufanya anakushika namna hii. Kila taifa lote ambalo liko kinyume na mapenzi yake kwa wewe, analifuta, analiharibu. Neno ambalo utasimama na kusema ya kwamba kutoka leo hiyo nchi ya Kongo ambayo iko namna hii